Mtazamaji wangu, na kukaribisha tena katika makala yetu haya ya Tumaini Pato Lingali Lipo. Bwana akubariki na Bwana akutendea yaliyo makuu. Ninaamini ya kwamba kuna kitu Mungu anaendelea kuchenga katika imani yako. Kuna kitu Mungu anaendelea kuchenga katika wokovu wako, na naamini ya kwamba hakika uacha Bwana aendelea kusimamisha kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante ni kwa sababu ya neno lako ambalo naenda kulipokea. Wewe ni Mungu na upato utaitwa Mungu. Na mkabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako. Neema yako inafanya kazi. Nataka kukemea kila laana, mapepo sote za ukoo na sikemea katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana wewe ni mwema. Neema yako inatosha. Kibali ni chako na nguvu ni zako. Katika jina la Yesu Kristo naombea neno ambalo linakuja. Wacha likawe la baraka, likamchenge mtu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na natakuamini. Amen. Mtazamaji wangu, Bwana akubariki. Na nasema ya kwamba unapoendelea kuchenga imani, hivyo ndivyo pia Bwana naye anafurahia na kukuinua tena katika hatua nyingine. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Katika siku hii ya leo nataka nikufundisha ujumbe hapa. Kichwa cha ujumbe wa leo kinasema kwamba kubali kuchukua hatua. Kubali kuchukua hatua, mpendwa. Watu wengi katika maisha, iwe ni utuma, hawajawahi kubali kuchukua hatua. Lakini leo nataka kusema nini, mpendwa? Unapochukua hatua katika maisha yako ya kiroho, nataka uweze kujua ya kwamba hata kumshinda shetani ni rahisi. Watu wengi hawajechua. Unapochukua hatua inamaanisha ya kwamba umekubali lolote ambalo litaweza kutokezea, naye Mungu akaweza kukusaidia. Haya mambo matatu nataka nikufundisha kwa hawa watu watatu. Mtu wa kwanza ama watu wa kwanza, kuna hawa wakoma. Hawa watu wa ukoma walikuwa watatu. Walipokuwa wameketi mahali, wakaona ya kwamba wakikaa mahali pale watakufa. Wakaona ya kwamba wakiendelea kuishi tu mahali ambapo walikuweko wataangamia. Kwa hivyo kitu kenye walifanya, wakachukua hatua ya kusonga na kuenda kufanya kitu. Naye Mungu akawakumbuka. Mtu wa pili anaitwa Daudi. Daudi alipokubali kupika hatua kumkabili Goliati, kweli ikawa mwanzo wa ukuu wake. Hakuangalia ukubwa wa Goliati, hakuangalia uzito wake, bali alichukua hatua na akasonga mbele na akajipa imani na akaanza kuona kwamba atashinda. Alipokuwa akiona atashinda, naye Mungu akaja akafanya kazi kwa jina la Yesu. Mtu wa tatu ambaye tunaenda kumwangalia katika siku hii ya leo ni Ibrahim. Ibrahim alipokubali kupika hatua, akamtii Mungu kiutoaji, ndipo aliposiona baraka zake tele. Wakati Mungu alipomjaribu Ibrahim, akamwambia ya kwamba nitolee sadaka, nitolee matoleo. Ibrahim alishindwa atatoa nini, lakini Mungu akamjaribu, akasema nitolee huyu mwanao. Na alipokubali akachukua imani, akasonga mbele. Mpendo la nitazama ni kwamba Mungu akaja akafanya kazi katika maisha ya Ibrahim. Sasa wacha tukaangalie katika siku hii ya leo. Tuanze kwa hawa watu wa ukoma. Tuone ya kwamba hatua yao iliwafanyia nini na Mungu alikuja akafanya nini. Angalia nami kwenye kitabu cha Wafalme wa pili 7. Tuanzie mstari mtoko ukiwa ni 3. Biblia inasema nini, mpendwa? Nataka uangalie kwenye maandiko vizuri na utaweza kuona kwamba kuna kitu Mungu alikifanya. Biblia inasema kwamba kulikuwa na watu wanne wenye ukoma. Walikuwa nje ya malango ya mji wa Samaria, ambao walisemesana wao kwa wao. Wakasema, mbona tunakaa hapa hali tuko na njaa? Hakuna maana ya kuingia mchini kwa sababu uko tutakufa. Kwa hiyo hebu twende kwenye kambi ya Waramu. Inawezekana watatuua au wasituue. Hivyo kiza hili lilipoanza kuingia, wakaenda kwa kambi ya Waramu, lakini walipofika huko hawakupata mtu. Maana Mwenyezi Mungu alifanya jeshi la Waramu
likasikia sauti kama jeshi kubwa lililokuwa na makari na wakakimbia. Mtu wa Mungu, nataka useme amen. Hawa watu wa ukoma chinzi, Biblia inasema kwamba walichukua hatua, walikaa chini. Kumbuka walikuwa 4, njaa ikawakula, lakini kenye imewasaidia hawakuendelea kukaa pale. Bali walisemesana, wakasema tufanye nini? Na Biblia inasema kwamba wakasema tuende. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nataka kusema nini? Chukua hatua ya kuenda. Chukua hatua ya kusonga. Usipochukua hatua, mpendwa, utakwama. Hiwe ni kwa utuma, uwe mtumishi wa Mungu. Usipochukua hatua ya vitu, utakwama. Wakasema tuende. Waliposonga mbele, mpendwa, maandiko yanasema kwamba wakaingia kwa kambi, na kumbe Mungu naye halilete torupa, kishindo kikubwa kikaanguka mahali pale. Hawa watu wakatoroka, wakawacha vyakula. Unapoendelea kusoma Biblia, mtazamaji wangu, utaona ya kwamba hawa jamaa walipata vyakula, na hata wakakucha wakaita watu wengine wenye hawakuwa na ugonjwa. Hii inamaanisha nini, mpendwa? Hata katika maisha yako usipopika hatua, maisha yako usipochukua hatua, maisha yako usipojituma, kuna wale watu wanapenda tu kukaa. Wewe unataka tu ukae, unataka tu uombe, hautaki kufanya chochote. Nataka nikuambie, chukua hatua katika jina la Yesu. Na wakati unapochukua hatua, Mungu atakusaidia, mtazamaji wangu, atakusaidia. Chochote kenye unakifanya, kiwe kitoko, kitu kenye Mungu huwa anapenda kuangalia hatua ambayo umeichukua. Wakati unapochukua hatua na umtangulize Mungu na umuombe Mungu, Mungu ataanza kukusongeza hatua pata nyingine. Kumbuka hao watu kwanza ni wa ukoma, yani chambo la kwanza ni wagonjwa, hawawezi kufanya lolote. Lakini nimewapenda kwa sababu nini? Wamechukua hatua. Na walipochukua hatua, maandiko yanasema kwamba Mungu ameanza kuwasaidia. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hivyo naamini ya kwamba hata wewe kuna mahali Mungu ataweza kukufanyia wakati unapochukua hatua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu wa Mungu sema amen. Nataka tukaweze kuangalia tena kitabu hiki ambacho kinafuata, na naamini ya kwamba Mungu wetu anaenda kutenda mambo mazuri katika maisha yako. Nataka tuangalie kitabu cha Samueli ili tukabarikiwe pia. Tuangalie huyu pia mtumishi wa Mungu. Mungu alimfanyia nini? Samueli, kitabu cha Samueli Samueli wa kwanza 17. Ninasoma kuanzia mstari wake ni wa 57. Biblia inasema hivi: mara tu Daudi aliporudi kambini baada ya kumuua Goliati, Abneri alimchukua na kumpeleka kwa Sauli. Wakati huo Daudi alikuwa pato amechukua kichwa cha Goliati mkononi mwake. Wacha niongezee 58. Sauli akamuuliza Daudi, kijana, wewe ni mwana wa nani? Daudi akajibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese kutoka mji wa Bethlehemu. Angalia sasa, Daudi hakuangalia ukubwa wa huyu mtu. Watu wengi tunaangalia shida. Na nataka nikusaidie mtazamaji wangu, unapotaka fanya kitu chochote kwa hii dunia yote, usiwahi angalia milima ya shida yenye iko mbele. Usianze kuangalia wenye walishindwa kufanya vitu. Usianze kuangalia wenye walikwama kwa vitu. Bali nataka uangalie wewe kenye Mungu ametia ndani ya moyo wako. Fanya kwa jina la Yesu. Kwa hivyo Daudi alipoangalia Goliati, alijipea moyo na akajua kwamba atamkonga Goliati. Na ukweli ni kwamba alimkonga Goliati. Sijui naongea na mtu mwenye uko na imani. Nataka ukonge Goliati ambaye ako mbele yako. Mkonge kwa imani na ukaweza kumshinda. Konga yeye kwa jina la Yesu Kristo. Daudi hakuangalia nyuma, bali aliamini ya kwamba kuna uwezo na nguvu za Mungu. Mtu wa Mungu, usiangalie milima ya shida. Usiangalie milima ya shida. Wacha nikwambie ili jambo. Watu wengi wanafeli kwa maisha kwa sababu gani? Kusikiliza, yani kufungua masikio, kusikiliza yale watu wanasema. Lakini nataka wewe uangalie yale Mungu anapanga katika maisha yako, kwa sababu wewe ni wewe na yule aliyeshindwa ni yeye yule. Lakini wewe utabaki kuitwa wewe. Nataka uchukue hatua ya imani mpendwa.
Daudi akamshinda Goliati. Naamini ya kwamba wakati huu Mungu akusaidie na hata wewe ukashinde Goliati katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe na wewe, Bwana akatenda aliyo makubwa kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naomba na mtazamaji wangu, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Kibali ni chako na nguvu ni zako. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Neema yako Baba ikafanye kazi. Na kemea misingi yote ya kiza, njama zote za shetani katika jina la Yesu. Asante kwa mtazamaji wangu Baba, kama ni mgonjwa na kuomba ukakuse maisha yake, ukamtembelee na ukamkuze, maana neema ni yako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na nitakuamini. Amen. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema, na usikose kufuatilia vipindi vyetu, kwa maana kuna mambo mengi ningali nakuletea kwa jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana akatende aliyo makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana akubariki.